Yesu yu hai leo. Yesu yu hai leo. Haikanushiki. Ukiri wetu unaendelea kusema Yesu akiwa hai, maadamu na mimi ni hai, nikimwendea kwa unyenyekevu, he forgives me totally, ananisamehe kabisa. Forgive our people, oh God. Forgive the nation of Tanzania, oh God. Samehe watu wetu, tusamehe na sisi makosa yetu, rehemu nchi yetu. We don't have a Tanzania without you. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu kawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Aliwaambia wanafunzi wake, nikifufuka, tazameni, nitawatangulia kwenda Galilaya, huko ndiko mnatakako niona. Nitakuwa hai tena. Majaribu hayo hayana budi kuja, lakini mfalme wako yu hai leo, ameshinda. Na hiki kijaribu kinachokusogelea na mateso yake unayopitia kwa muda huu mchache, vitayeyuka. Mfalme wako ameyashinda, na anasema mnaweza kujaribiwa muda huu mchache, lakini ushindi udumuo unakuja. Akawaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa samaki waliookwa, akachukua, akala, akathibitisha, mimi ni hai. Haleluya! Samaki wale waliokuwa wamewekwa, alipokula alikuwa anajaribu kudhihirisha kwa wanafunzi wake, I am alive, I can eat. Akawaambia, niguseni, nishikeni, maana roho huwa haina mifupa na nyama. Huu ni mwili wangu. Angalieni mahali waliponigonga misumari ya Kirumi. Ilikuwa ni alama ya kudumu. Tutamwona na makovu yake ajapo, tutashangilia, tutalia, lakini atatupangusa machozi yetu, na yeye atasema, taabu yenu imekwisha. Ya kwa nini meza ya Bwana? Kama Yesu Kristo alivyofanya, yatupasa tushiriki wote. Hii ni dhabihu kuu ya ajabu. Huu ni upendo wa Mungu wa ajabu aliyoutoa kwa ajili yetu, na alifanya hivyo ili sisi tujifunze kwamba meza ya Bwana ni dhabihu takatifu ya ajabu. Asante Bwana kwa mwili wako uliopigwa msalabani ili sisi tuokolewe. Tunapokwenda kushiriki mkate huu Bwana, tupe kuona thamani ya mwili wako ulioutoa pale msalabani. Tupe kujali wokovu huo uliotupatia, katika jina la Yesu. Utubarikie sasa Bwana tunapokwenda kushiriki mkate huu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Tazama Mungu, Bwana Yesu ulimwaga damu yako pale msalabani kwa ajili ya wengi. Tazama tunakuja mbele zako kwa ajili ya ukumbusho. Ukumwaga damu yako, ulivalishwa taji ya miba, ukachubuliwa, damu yako ikatiririka kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Tunainama
wainua